Asante. Awali ya yote sisi tunashukuru kwamba Dodoma kwa hatua hii itakuwa ni kama mchezo wetu wa nyumbani, lakini kwenye upande wa maandalizi ya 90% yako tayari na jana wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua tunaenda kucheza ni mechi aina gani, ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani, ni mchezo mzuri kutokana na Fountain Gate ni timu ambao sasa wanaenda msimu wa pili kwa ligi kuu ya Tanzania na wamekuwa na mwalimu experience. Mwalimu unaweza kusema kwenye kariba ya instructor. Kwa hiyo wachezaji walikuwa nao pia matured. So tutegemee mchezo mmoja ambao utakuwa mzuri na ushindani zaidi. Mwalimu, nakwenda kwenye mchezo wa kesho ukiwa na mchezo uliopita vizuri zaidi. Pengine mikakati ipoje kuelekea kwenye mchezo unaokuja, ikiwa ni hatua za mwanzo ni kujiandaa timu kuelekea kwenye kusaka pointi zaidi? Ni kweli. La kwanza, sisi kila mchezo tunajiandaa kwa ajili ya kupata alama 3. Tumecheza mchezo wetu wa mwanzo, bahati mbaya tumepoteza dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo tumerudi katika kiwanja cha mazoezi, tulichoangalia zaidi makosa ambayo tumeyafanya, na this time hatutaki kurudia makosa. Nafikiri imetupa picha timu yetu wapi inaelekea, kwa sababu mchezo wa mwanzo tumepoteza, lakini kuna mengi mazuri katika mchezo umetokea. Ubaya kwamba tumekosa result, so I hope mechi hii tutakuwa ni bora zaidi na kuhakikisha tunaweza kupata alama. Sawa, kama kuna swali lingine kwa mwalimu ili tukiama tuame moja kwa moja. Swali lingine? Kwa namna ambavyo mwalimu amewatazama wapinzani wao kwa maana Fountain Gate, kutokuwa na idadi ile ambayo wanastahili kuwa nayo kwenye swala la usajili, inaweza kusaidia kwa kiasi gani? Haijanisaidia, isipokuwa ni changamoto kwao. Pia ni wapepole kwenye upande wao, kwa sababu hakuna timu inataka kucheza iko na watu idadi ya watu kama hiyo, lakini sheria ya mpira inaruhusu mkiwa watu 7 mnaruhusiwa kucheza, na kila mechi wamecheza kwa idadi kamili ndani ya uwanja, lakini wanapungukiwa baadhi ya watu hawakuweza kupata leseni. Walikuwa pale wote nafikiri ni experience na wote wameshacheza mashindano ya ligi kuu. Kwa hiyo tunawatazama kama opponent ambao wako tayari kuja kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Hatuwatizami kwa ajili ya kusema watakuwa dhaifu, no. Tunawaheshimu na tunaelewa kwamba tunaenda kukutana na watu bora. Ningependa kupongeza kwa kuunganisha timu na sasa hivi kwa ligi kuu. Plan ambazo ulikuwa nazo last season na plan ambazo ulikuwa nazo this season zinashabihiana. Kila msimu unakuwa na target yake. Sisi malengo kwenda kufanikiwa kwa bora zaidi. Tumeacha championship, sasa tunaongelea ligi kuu. Nafikiri tunahitaji kuwa na mento ya ligi kuu zaidi. Sasa tumejipanga kuja kucheza ligi kuu na plan zetu zote tumeshaziweka sisi pamoja na wachezaji. Kucheza nje na Morogoro kuna changamoto yote ambayo mlipata kutoka na ile home advantage? For somehow kuna changamoto, kwa sababu ndani yake kutakuwa kuna kusafiri, kuna hali ya hewa, fans wale wanapungua, lakini bado hata tukicheza hiyo ligi na maana lazima tucheze ndani na nje ya nyumbani. Kwa hiyo ni moja ambayo tunatakiwa tujiandae kiakili zaidi kwamba sasa hivi tutakuwa tunatumia michezo Dodoma kama uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo nafikiri hakuna changamoto kubwa zaidi. Kikubwa kuna vitu tutakuwa tunavimiss, lakini sasa tuko Dodoma na naamini wana Dodoma watakuja kwa wingi kuhakikisha wana support Mtibwa kama timu ya nyumbani, kwa sababu tumeacha viwanja vyote, tumechagua Dodoma. Sawa, karibu kapteni, uweze kutueleza maandalizi yakoje kwa wachezaji wenzio, morali kuelekea kwenye mchezo wa kesho, ukikompea na matokeo ambayo tunaweza kupata kwa mechi zilizopita. Karibu. Mimi kwa majina naitwa George Chota, ni mwakilishi wa wachezaji. Kwa upande wetu sisi wachezaji, nashukuru maandalizi yameenda vizuri na uzuri tuliwaona wale katika mchezo wao wanaocheza. Mwalimu akachukua mazuri yao na mabaya yao katika uwanja wa mazoezi, tukafanya mazoezi na tukaangalia nini tufanye. Kwa hiyo sisi ndio jambo limebaki kwetu upande wetu wachezaji kwenda kuhakikisha kesho tunaenda kuyafanya yale yote ambayo tumeelekezwa, kwa sababu ni mchezo ambao tutakuwa home. Ni lazima tupate alama 3 kwa siku ya kesho.
Sawa, swali kwa waandishi kama kuna swali lolote kwa mchezaji. Naitwa Johannes natokea Sky TV. Kama wachezaji, mchezo wa kwanza kwenye ligi kuu soka Tanzania bara mmepoteza morali yenu, ama kama mchezaji mshawishi kuja hapo kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, ni kitu gani ambacho mmezungumza kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Fountain ambaye amepoteza michezo miwili, Mbeya City, Simba, kesho na wakabili nyinyi? Kama wachezaji mmejiandaa vipi? Sisi kama wachezaji, kwa sababu kwenye mpira kuna matukio matatu, tumeyapokea haya matukio jinsi tuliyopata na tumefanya marekebisho katika madhaifu ambayo tuko nayo, na walimu wamefanya maelekezo yote kwamba tufanye nini ili kuingia kwenye mchezo huu ambao tutakuwa home kuhakikisha tunaenda kupata alama 3. Unawaahidi nini mashabiki wa Mtibwa Sugar kwenye mchezo wa siku leo kama mchezaji? Kwa mashabiki wote ambao wapo hapa na ambao wapo nje ya mikoa, tunawaahidi leo ndio tunaanza ligi katika mchezo wa nyumbani, kwa sababu leo alama tunataka sisi ni alama 3 kesho. Hatutaki matokeo yote zaidi ya alama 3, kwa sababu ndio itatuweka sehemu nzuri na kuanza ligi vizuri katika msimu huu.